Naam, wahali gani mpenzi msikilizaji wa Ajira Update? Tumepokea comment hivi punde kama dakika 14 zilizopita. Hivyo tunaomba tupreview comment kwa pamoja na kisha tuweze kumjibu ndugu yetu. Anahitaji kufahamu jambo fulani hivi. Lakini kabla hatujamjibu basi tunakuomba kama bado hujabonyeza kitufe chekundu, piga alama ya kengele na kisha bonyeza alama ya kitufe chekundu ili punde tu taarifa za ajira zitakapotoka uwe wa kwanza kuzipokea. Naomba preview comment ya ndugu yetu hapa na kisha tushare idea tumjibu. Yes, anaitwa Shukrani Twalibu. Meseji yake ameituma dakika 14 zilizopita. Anasema kaka, pole kwa majukumu. Mimi nakuuliza vipi ukiwa na cheti cha JKT ila ufaulu ukawa tofauti na tangazo walilotangaza. Mfano wakaweka mwisho division 4 ya 28 na mimi nikawa na 4 ya 29. Je, naweza pata nafasi? Nafikiri tumemuelewa ndugu yetu Twaribu. Anahitaji kufahamu apate ufafanuzi zaidi. Naomba nimjibu kutokana na uelewa wangu. Ndugu yangu Twalibu, cha kwanza usikate tamaa mapema. Lakini kawaida sifa zinazotajwa kwenye tangazo ndizo sifa ambazo huwa wanaziangalia kwa umakini, na kama tangazo litasema mwisho division 4 ya 28 kama mwaka jana ilivyokuwa na wewe una pointi ya 29, nafasi inaweza ikawa ni finyu kidogo kwa wewe kupata, lakini maamuzi ya mwisho huwa yanafanywa na mtu ambaye anachunguza taarifa. Maamuzi ya mwisho huwa yanafanywa na mtu ambaye atakuwa anachunguza hizo taarifa. Lakini sasa hatujajua kwamba, maana tunafahamu polisi sasa hivi wanatumia mfumo wa online. Kama ule mfumo utasetiwa kwamba mtu ambaye hana sifa fulani kama hana division ya 28 basi inamtema moja kwa moja, itakuwa ngumu. Lakini kama mfumo haujasetiwa kwamba division ngapi inayohitajika, inakuwa ni rahisi kidogo. Utambue ya kwamba kuna watu waliopata ajira wakiwa na division 4 ya 29. Kwa hiyo kila mtu ana Mungu wake, kila mtu anamuomba Mungu, lakini amini kwamba Mungu ninayemuomba mimi, Mungu niliyemuomba mimi anifanikishie kupata ajira, ndiyo Mungu ambayo wewe mwenyewe unamuomba. Kwa maana hiyo, ushauri wangu ni wewe kuendelea kufuatilia matangazo rasmi kuhusiana na ajira, na pia ufuatilie mchakato mzima na ufanye kwa usahihi bila kusita. Huwezi jua kesho ikoje. Asante sana kwa kuuliza swali, lakini ninakaribisha pia mawazo ya ndugu zetu wengine kutokana na experience yao. Pia wakitoa maelekezo, nitakufuata inbox Twalibu na kukuelekeza zaidi. Kwa hiyo asante sana kwa kuchagua Ajira Update, asante sana kwa kutuamini. Sisi ni wana familia, tuko pamoja. Na nitoe fursa kwa mtu ambaye atasikia mchongo sehemu yoyote ile, basi aje atujuze wadau, tushare na watu mbalimbali kwamba oya, kuna nafasi za kazi sehemu za kujitolea, unapata hata 100,000, maybe 200,000, 300,000. Yes, ndiyo fursa ambazo tunazihitaji, na ndiyo maana tumekutana vijana humu ili tuweze kubadilishana mawazo, tuweze kufanikiwa, kesho yetu iwe nzuri. Asante.